Wewe Katelina. Mwana haramu mkubwa wewe. Alafu unajua wewe hujazaliwa na babangu wewe. Yaani wewe na mamako mchawi, yani wachawi. Alafu nahisi ushalisha uchawi na mamako. Wachawi kama nini mnatuangia kila siku. Lakini mdogo wangu, haya yote yanatokana na nini? Wakati sisi tunataka tukae chini, tuwe washauri wa haya. Hivi wewe Katelina, tangia lini yani mchawi alafu na mcha Mungu akakaa sehemu moja? Sikiliza nikwambie, mimi nadhani wewe hujafundishwa adabu. Leo nataka nikufunze adabu, mbabu mkubwa wewe. Baba niko. Ngatia nini? Mamangu mchawi. Nakuuliza mamangu mchawi. Sasa kama mchawi leo ndo nakulia hapa. Mamangu mchawi. Mbao. Nikuja. Ndio tutabia maneno yako kujinga, nitakunyonga ile ambayo nilikafungwa wewe. Baba. Wewe nitakuvuruga mimi wewe. Bwege wewe. Na kwa taarifa yako sikuogopi. Unafikiri mimi nakuogopa? Naenda kumwambia baba. Kamwambie. Namwambia ndio maana mwana haramu lione kwanza, sio mtoto wa babangu wewe. Nini tena? Katelina kanipiga. Hivi bado mnaendeleza ugomvi tena? Baba Katelina kanipiga hapo kaniambia wewe sio babangu. Yaani Katelina kila siku ndo ananionea mimi. Hivi ni watoto, Kwani kila siku mnakuwa ni watu ambao mpendani, mnakuwa na ugomvi? Kwani mimi nimemkosea nini Katelina mpaka ananichukia kiasi hiki? Mimi nimemkosea nini? Wewe Katelina. Wenzako umempigia nini? Nimempiga kwa sababu ananiambia wewe sio babangu afu mamangu mchawi. Baba tunamsikia anapoongea uongo. Mimi nimekutukana wewe, nimekutukana. Unamuona? Mimi hataji sijamtukana, ile akaniambia mimi mwana haramu afu akaniambia wewe sio babangu. Afu akaniambia nikatafute babangu. Kwa nini unakuwa Mungu kiasi hicho lakini? Mimi nimekwambia hivyo. Mungu mimi sijakutukana, wewe ndio umenipa hii mwana haramu. Wewe na adabu nakwambia. Hivi ni mara ngapi nimewazuia kugombana? Sio? Mara ngapi? Sio baba, lakini hana adabu. Nasema ndio hapa. Sasa mara ngapi nimekuzuia kugombana? Sio mara ngapi? Mume wangu. Mwacha mpige sawa. Mwacha uwe na adabu. Hivi kweli unaona anavyokuwa? Kwani hamna heshima ni? Unaona mara ngapi nimezungumza mimi kuhusu kupigana hawa watoto? Hivi mmekuaje nyinyi? Baada ya nyinyi wazazi mshirikiane kuwalea vizuri hawa watoto. Leo ndio mnawapandikiza sumu, si ndio? Sitaki tabia hizo katika familia yangu, nakwambia. Sitaki tabia hizo. Anayetaka kuishi katika familia yangu hapa ataishi vizuri. Na asiyetaka anyambie. Lakini sio matatizo. Kila siku kwa masweta tu. Kila siku matatizo kwangu. Leo unanishika mimi mkono, usirudie tena. Ukitaka niwachanganye hizo niwatandike. Niwataadabu. Siku nyingine uje unishike mkono wakati na muadhibu mtoto. Mimi baba yake huyo. Nitakutandika na wewe na yeye, alafu nitakuja nione utakachofanya. Hebu tokeni hapa. Lakini mume wangu, hata kama wewe ukiwa kama mzazi, inabidi wakalisha watoto chini waulize ni kwa sababu gani wamegombana huko kisimani. Sio unachukua tu jukumu unampiga mtoto kiasi hicho. Na ndio ujue sasa kama dawa ya moto ni moto tu. Mwanao adabu hana, lazima apigwe. Siongei na wewe. Unaongea na wewe, unaongea na nani sasa? Kimya. Kimya. Nasema kimya. Alafu mkitaka kunivuruga mimi pia na mashaitani kuliko nyinyi mli. Kama mnaamini kwamba nyinyi mnaweza katika familia yangu hii, endeleeni na midomo. Nikiwa nazungumza mimi sitaki mdomo wa mtu. Mimi nani katika familia yangu?
Basi. Mimi naongea na nyinyi mnaongea tu. Hapa nisikilize. Hii nyumba yangu lazima mtu afuate masharti hapo. Sikuoeni nyinyi kuja mimi kupata shida kila wakati matatizo. Bwana ukigani usijistai nyinyi. Leo wewe mwanao anampiga mdogo wake hapo unakuja unasema unampigia nini? Kwa hiyo tumwache tu, umfuge kama yai. Au wewe ndio unamfundisha hivi? Lakini mume wangu. Sitaki akili toka. Mkuku kwa nguruwe kwa binadamu mchungu Na wewe sio ongeza maneno tu, nimesema hivyo. Leo unamfanyia nani? Kwa hiyo nitakuja kutandika na wewe. Usinichanganye kichwa mimi. Nikuone siku nyingine nikuona tu unamtokoza na dada ujione kama kutandika pumbavu zako wewe. Nenda wazimu wewe. Hii nyumba ya kwangu sio ya kwenu. Mara ngapi nawazuia au mimi kwa imekuwa shida hivi? Kishindo kana mimi nitawarudisha kila mtu kwao. Hodi baba. Hodi. Karibu. Haya asante. Mama Masweta karibu. Ngoja mtandike baba. Ngoja mtandike kweli baba. Hapana baba. Hapana, ngoja mtandike tu. Sipate shida babangu. Mgeni, sina mgeni mimi baba hapa. Shikamoo. Marahaba. Mimi mjumba nimekuja na shida. Sasa pale nyumbani toko wake hawa wawili. Lakini kinachonishangaza mimi pale nyumbani kwangu na mke mwenzangu hatuelewani. Yaani kila ninalofanya kwake yeye ni baya. Manyanyaso hayaishi. Hata pia nikisema nijitogeze kwa yule mume ndio kabisa yeye anang'ang'ania kwa mke mwenzangu. Ina maana mapenzi yamezidi huku. Kwangu mimi hakuna mapenzi. Nikaona mimi nisipate shida. Sasa kikubwa nilichokuja mjumbe, nimekuja kwako mimi ili unisaidie. Mimi kuwasaidia watu wangu wanaonizunguka hapa, hiyo ni haki yangu mimi. Ni kweli. Kwa hiyo kama unakuwa na matatizo mimi nasaidia. Lakini sasa mimi nataka nikuulize kitu kimoja. Ndiyo baba. Kweli huyo mumeo Masweta anakunyanyasa? Baba kama angekuwa hanionee mimi singekuja kwako mpaka nakuja kukulalamikia wewe. Umeona Mimi nimeshachoka na maneno. Mimi nimeshachoka kunyanyasika. Ndio maana nimekuja kwako ili kama wewe mjumbe unisaidie. Sawa. Unaelewa baba? Nimeshakuelewa. Mimi pia nina haki kwake. Ni kweli. Lakini kazi unayonipa mama ni kubwa. Kwa nini? Kama unavyofahamu siku hizi mamangu, mkono mtupu haulambwi. Ile mjumbe ondoa shaka. Hakuna wasiwasi. Basi kama hakuna wasiwasi, mimi ukinitoa tu mimi nitakupa msaada mkubwa sana. Kweli mjumbe? Sana. Tena ili kuhakikisha kwamba mimi nitakupa msaada. Ukishafika nyumbani mwambie mumeo unaitwa kwa mjumbe. Kesho asubuhi tu kuna kikao. Sawa mjumbe. Na hata kama ukitaka mimi nikamtie ndani, mimi naweza kuambia polisi waje, kuna mtu hapa anamfanyia fujo mke wake, anawekwa ndani. Mimi uwezo nao. Sasa mjumbe, hilo la polisi mimi ndo silitaki. Mimi ninachotaka tu umtishetishe ili kuninyanyasa mimi sitaki. Kwa sababu hata mimi ni tu. Sio kama sina kwetu. Basi nafikiri hilo halina shaka, nitoe.